Hadithi hii inaanza zamani sana, kabla hata majitu hawajatoweka, kabla hata ndege hawajaanza kuimba majina ya nyota. Wakati huo, msitu mkubwa ulioitwa Nyungura ulitawala dunia. Ndani ya msitu huo kulikuwa na ufalme mkubwa, ufalme wa Mwiba Wanene. Ufalme huu uliongozwa na simba mwenye hekima na roho ya ajabu. Simba huyo aliitwa jina lililotetemesha misitu yote. Jangara hakuwa tu mfalme wa wanyama, bali pia mlinzi wa amani na mtoa haki. Aliweza kuzungumza lugha ya miti, kuelewa sauti za nyuki na kufahamu kilio cha maji machafu. Lakini kama kila simulizi ya kale, amani haidumu milele. Siku moja, kiumbe kisichojulikana kilitokea kutoka milima ya mbali. Kivuli kilichoitwa Mbweha Mweusi. Alikuwa na uwezo wa kugeuza ndoto kuwa jinamizi. Aliweza kumshawishi yeyote kwa maneno matamu kama asali, lakini ndani ya moyo wake kulijaa sumu ya chuki na tamaa. Mbweha Mweusi alianza kupanda fitina katika mioyo ya wanyama wa chini, pundamilia, fisi na nyani. Aliwaambia, kwa nini simba awatawale? Nanyi si mna miguu, mna macho na mioyo ya kupigana? Fitina hizo ziliota mizizi. Uasi ukaanza kunukia. Wanyama waligawanyika. Baadhi waliendelea kumuunga mkono mfalme Jangara, lakini wengine walijiunga na Mbweha Mweusi wakijenga jeshi la kivuli, jeshi la mwitu wa Saka. Vita vya msitu vikaanza. Milima ikalia, mito ikakauka kwa woga na ndege wakasahau jinsi ya kuimba. Ulikuwa ni mwaka wa giza. Lakini miongoni mwa giza hilo, kijana mmoja mwepesi, sungura aitwaye Kalembo, alisimama. Hakuwa na nguvu wala silaha, lakini alijua njia zote za msitu kama alivyofahamu nyuma ya masikio yake. Kalembo alitengeneza mipango ya siri, akiwasaidia wanyama waliokuwa bado waaminifu kwa Jangara. Alijipenyeza kambini mwa Mbweha Mweusi, akajua siri zake zote. Na katika usiku mmoja wa mvua kubwa, Kalembo aliongoza wanyama waaminifu hadi kwenye pango la ndoto, mahali ambapo Mbweha alificha nguvu zake za giza. Walipolifikia pango hilo, Kalembo alitumia maneno ya kale kutoka kwa Mzee Kobe, maneno yaliyovunja uchawi wa Mbweha. Pigo moja la radi lilipiga juu ya mlima, na Mbweha akatoweka kama moshi. Amani ikarejea na msitu kaanza kuota tena maua ya amani. Kwa heshima ya ujasiri wake, Mfalme Jangara alimtangaza Kalembo kuwa mlinzi mkuu wa msitu, sauti ya wanyama. Tangu siku hiyo, kila sungura aliitwa kwa heshima mrithi wa Kalembo, na kila mvua inyeshapo inabeba hadithi hiyo kutoka jani moja hadi jingine. Na hivyo ndivyo ufalme wa Mwiba Wanene ulivyookolewa, si kwa nguvu, bali kwa ujanja, uaminifu na ujasiri wa mmoja aliyeamini kuwa hata mdogo anaweza kuwa shujaa.